Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu kupitia jina la Yesu, jina lililo hai. Moja ya kitu ambacho Yesu Kristo amekamilisha, amefanya tetelestai, amekamilisha kile kitu ambacho Mungu alimtuma kwa ajili yetu, ni ametuhesabia haki. Na ametuhesabia haki, na hiyo haki tunaipokea kwa njia ya imani. Tunapozungumzia masuala ya kuhesabiwa haki au justifications, maana yake tunazungumza juu ya swala ambalo wewe ni mwenye dhambi, lakini Mungu hakuhesabii dhambi kwa sababu Kristo Yesu alifanyika dhambi kwa ajili yetu. Kwa Mungu anapotuona, neema ya mwanaye Yesu Kristo inatufunika sisi. Ndio maana kwenye kuhesabiwa haki kuna mambo mawili. Kuna objective justifications na subjective justification. Naposema objective justifications, maana yake hiyo ni universal, ni general. Maana yake Mungu alikuhesabia wewe haki, alinihesabia mimi haki nikiwa mwenye dhambi hata kabla sijaamini. Maana yake nilishahesabiwa haki. Kwa hata kama wewe hujaamini, Mungu alishakuhesabiwa haki kwamba wewe ni mwenye haki. Sasa nimesema hiyo inaitwa objective justification. Sasa subjective justifications, maana yake yenyewe unapokea ule msamaha ambao Mungu ameufanya. Kwa hiyo imani haizalishi msamaha, imani inapokea msamaha. Kwa tunaposema tumehesabiwa haki kwa imani, maana yake imani kazi yake ni kupokea msamaha ambao Mungu ameufanya kwa ajili yetu. Kwa hiyo usipopokea msamaha ambao Mungu ameufanya kwa ajili yako, haina maana yoyote. Yesu Kristo ametusamehe na sisi tunapokea msamaha kwa haki yake. Yesu Kristo amefanya vitu vingi, ametujustify, ametuhesabia haki. Sasa kama ametuhesabia haki, hiyo nimesema ni general, amefanya kwa watu wote, hata kwa wasioamini. Kazi yetu sisi ni kupokea ule msamaha. Hiyo sasa inaitwa subjective. Sasa ni uchaguzi wako wewe kupokea au kutokupokea. Na ndio maana mtu anaweza akakukaribisha chakula kikawa mezani, hiyo ni objective, ni general. Sasa kitendo cha wewe kula au kutokula, hiyo ni subjective, maana yake ni uamuzi wako wewe. Sasa Yesu Kristo amefanya vyote, tetelestai, amekamilisha vyote. Ni kazi yako wewe kukubali msamaha au kukataa msamaha ambao Yesu Kristo ameufanya. Let's say mtu alikuwa amefungwa na msamaha wa rais ukafika, ikaandikwa mpaka barua kwamba mtu fulani aachiwe. Wewe kukataa kutoka mahabusu, maana yake umeshasamehewa, lakini wewe hautaki kuamini ule msamaha ambao umesamehewa. Kristo Yesu ametuhesabia haki na tumehesabiwa haki kwa imani. Wakorintho wa pili 15:19 anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu naye, asiwahesabie makosa yao, asituhesabie makosa yao. Kwa hiyo alitufanya sisi kuwa hivyo. Na Warumi 4:25 anasema alifufuliwa kwa ajili yetu ya kuhesabiwa haki kwetu. Kwa Kristo Yesu alifanya hivyo vyote ni kwa ajili yetu. Kwa madeni yetu, deni la dhambi limelipwa kikamilifu na kazi timilifu ya Kristo yeye mwenyewe pale msalabani. Shalom.